unaposikia jina la Kasongo moja kwa moja linakupeleka katika umaarufu ambao umepatikana hususan katika mitandao ya kijamii. Lakini unapokuja jina la Zakayo, El Chapo na Naibu Yesu, kwa nini rais wa Kenya William Ruto ana majina mengi ya utani? Rais wa Kenya William Ruto ni mtu mwenye majina mengi ya utani. Naibu Yesu, El Chapo, hata na Muza Kuku. Haya ni baadhi tu ya majina ambayo amepata katika miaka ya hivi majuzi. Kama ilivyo ada wakati watu wanapewa majina mbadala, mengine ni kuonesha mapenzi, lakini mengine ni kukusudia kumdhihaki na kuonesha hasira kali dhidi yake. Historia ya majina hayo ya rais inaonesha jinsi mtazamo wake ulivyobadilika. Ruto amekiri kwamba mtindo wa kumbatiza upya, akitania hivi majuzi kwamba Wakenya wanamaliza na majina mengi ya utani. William Ruto alisema, mmenipa majina mengi sana. Nilikuwa na jina William Kipchirchir Samoei Ruto, mmeongeza Survival, Zakayo, sasa mko na Kasongo, jina la wimbo wa Kikongo kuhusu kuachwa na kuhuzunishwa. Je, mtamaliza yakifika 10? Je, mtamaliza yakifika 10 au nijiandae kwa zaidi? Aliuliza hivi karibuni. Umati wa watu katika mkutano katika mji wa mkuu wa Nairobi ulijibu kwamba walikuwa na zaidi. Kabla ya kuchaguliwa kuwa rais mwaka 2022, Ruto alivutia majina yaliyoimarisha sifa yake kama mtu wa watu. Hasta usemi wa Kikenya wa mtu anayetafuta riziki dhidi ya hali ngumu ulisaidia kumuonesha kama mtu ambaye angetangulia mahitaji ya watu wanaotatizika. Muza Kuku akirejelea maisha yake ya utotoni alipokuwa akifuga kuku kando ya barabara, aliwagusa watu wengi waliona maisha yake kuwa mfano wao wenyewe. Mtu mwenyewe alikiri akisema haya yalikuwa majina mazuri sana, walimuuza kwa umma kulingana na kura. Mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Profesa Hamen Manyora alisema akiteta kuwa walimsaidia kuingia kwenye wadhifa huo wa juu. Ruto ana majina mengi ya utani, aliongeza, lakini rais amekuwa mtu mashuhuri katika siasa za Kenya kwa muda mrefu, ikiwa ni pamoja na kuhudumu kama naibu wa rais kwa miaka 9 hadi 2022 na hajawahi kukosa kuhusika na mabishano. Profesa Manyora anakumbuka jina la Arapa Mashamba na utafsiri mwana wa mashamba aliyopewa chini ya miaka 10 iliyopita, na linahusiana na umiliki wa Ruto wa ardhi kubwa kote nchini. Kumekuwepo na wasiwasi kuhusu jinsi baadhi ya ardhi zilivyopatikana. Mwaka 2013 mahakama ilimwamuru Ruto kusalimisha shamba la ekari 100 hekta 40 na kufidia mkulima ambaye alikuwa amemshtaki kwa kulinyakua wakati wa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Ruto alikana kosa lolote. Tabia ya Ruto kunukuu mistari ya Biblia pia ilimfanya atambulishe kama Naibu Yesu, lakini ni tangu kupanda kwake katika wadhifa wa rais ndio umetengeneza majina ya utani. Wamekuwa wakifanya kazi kwa muda wa zaidi, huku majina mapya yakiundwa na kuzidi kumkosoa kiongozi huyo. Jina moja lililotokea ni lile la Zakayo. Kiswahili kilimaanisha mtu wa Biblia ambaye anajulikana kama mtoza ushuru mwenye pupa aliyepanda juu ya mti ili kumwona Yesu. Serikali ya Ruto ilianzisha ushauri mwingi ambao haukupendwa na Wakenya, na Wakenya wengi wakaanza kusema kwamba alikuwa na wasaliti. Alishindwa kutimiza majukumu yake baada ya kuwa rais. Profesa Manyora alisema maumivu ya kulipa kodi zaidi na mtazamo kwamba pesa za zaidi zipotea mara nyingi yalitawala mazungumzo mengi. Mwaka jana vijana walitokea katika mtaa ya Nairobi kwa wiki za maandamano ambayo waligeuka kuwa mauti pinga pendekezo jipya la sheria la ongezeko la ushuru ambalo lilitupiliwa mbali baadaye. Wimbo wa Ruto lazima aondoke madarakani aligeuka kuwa wito kwa waandamanaji, na sasa Master Go imekuwa jina jipya la kiongozi huyo. Wabunifu hao pia wamezingatia madai kwamba rais anafurahia kusafiri nje ya nchi. Kwa hivyo jina la Vasco da Gama, mchezo wa kuigiza unaohusu jina la mvumbuzi wa Kireno wa karne ya 15 Vasco da Gama, na neno la Kiswahili danganya ambalo linamaanisha kudanganya. Uaminifu wa Ruto pia umetiliwa shaka na kuunda uongomani anayemwiga marehemu mwanamuziki wa Kongo Kanda Bongomani. Sehemu ya kwanza kuhusu mapenzi ya rais kwa suti ya kaunda, koti la safari pamoja na suruali inayolingana na uongomani
ambayo inajumuisha neno la Kiswahili la uongo linalomaanisha uongo. Lakini rais anaonekana kutoweza kukubaliana na hali hii ya mashambulizi ya maneno. Msemaji wa serikali Saka Mwaula alisema majina mengi hayaongezi wasiwasi katika ofisi ya rais, lakini unasa jinsi watu wanavyomtazama mtu. Ruto amejitolea sana na anafanya kila analoweza kubadilisha uchumi. Ni kawaida kwa kiongozi yoyote kuwa na lakabu nyingi. Kwa nini? Hii inaashiria sifa ya mipango yake kama kiongozi. Mwaura pia alisema licha ya jina la utani la Zakayo, serikali imelazimika kuongeza ushuru ili kulipia miradi mipya, kupunguza nakisi ya bajeti na kurekebisha uchumi. Hata hivyo, wakati watu wamevuka mipaka zaidi ya kubuni majina mapya na kutumia kejeli na aina za sanaa kumkejeli rais, kumekuwa na hisia hasi kutoka kwa viongozi. Baadhi ya katuni na picha zinazozalishwa na AI, ikiwemo pamoja na kumuonesha rais kwenye jeneza, limetajwa kuwa za uzembe na zinazochukiza. Baadhi ya wanaodaiwa kuwa ni watayarishaji wa maudhui hayo mtandaoni wamekuwa waathirika utekaji nyara. Profesa Manyora alieleza inafaa kuonekana kuwa ishara ya serikali kushindwa kuvumilia rais wake. Lacho Kiplimo, mwanafunzi chuo kikuu mwenye umri wa miaka 23, anasema kwamba ingawa anamuunga mkono rais, baadhi ya ahadi alizotoa wakati mwingine hazina uhalisia, jambo ambalo linachochea majina ya utani. Alitoa mfano wa matumizi. El Chapo alimaanisha mfanyabiashara huyo wa zamani wa dawa za kulevya wa Mexico. Baada ya Ruto kuahidi mashine chapati milioni 1, pia inajulikana kama Chapo nchini Kenya, kila siku kwa ajili ya kulisha watoto wa shule katika mji mkuu. Hata hivyo, Bwana Kiplimo anafikiri kwamba jinsi rais anavyowapuuza wabunifu hao huku akionyesha kuwakumbatia inaonyesha jinsi alivyo na nguvu. Profesa Manyora aliamini kwamba vijana wanakuja na majina mbadala ya rais umfanya hivyo kama aina ya ukakasi, njia ya kutoa kero. Mtazamo huu unaungwa mkono na mwanafunzi Margaret Wairimu mwenye umri wa miaka 24, ambaye alisema kuwa Wakenya wengi wana uchungu mwingi. Anahisi kuwa mzaa huo ni njia ya kumfahamisha Ruto jinsi vijana wanavyohisi. Anasema kwamba hakuna rais mwingine wa Kenya ambaye amekabiliwa na kiwango hiki cha ukosoaji, na kwa hivyo hii ni ya kipekee. Lakini kwa njia ambayo ni kweli kwamba wakuu wa nchi waliopita walikabiliwa na majina ya utani, lakini hayajawahi kuwa mengi namna hii. Rais wa mwisho Uhuru Kenyatta aliitwa Kamwana, kijana mdogo. Jaidan, mtoto wa Kenya aliyebembelezwa au mvivu na wa mashati kwa kupenda mashati. Mtangulizi wake Mwai Kibaki alijulikana kama jenerali ambaye anaogopa na asiye na msimamo. Pengine umri wa mitandao ya kijamii pamoja na hamu yake isiyoisha ya maudhui mapya kufanya watu waburudike inaongezeka mwelekeo wa kuitana watu majina. Lakini kwa wengi kama vile Bi Kahura, ongezeko la majina ya utani ya Ruto ni azimisho la kweli la matatizo tofauti ambayo yanawakabili wa Kenya. Hii ni nchi ya Kenya. Vipi kwenu ndugu zangu ni wana Jimbi TV? Tuambiane katika comment. Langu jina ni Wilson Johnny.